Tuondoe utata. Saumu ni kali kwa kila mmoja wetu. Umefunga? Sasa wakati Waislamu wanatoa sadaka kwa ajili ya toba kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani kwa kufuturisha wale wenye uhitaji, vipi kwa upande wa Wakristo? Wakristo wao hutoa sadaka kwa kutembelea watoto yatima na wale wenye uhitaji, lakini zaidi kufanya misa ama ibada tofauti tofauti katika sehemu za nyumba za ibada. Katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani kumekuwa kuna utaratibu uliojengeka katika jamii wa kufuturisha. Tunaposema kufuturisha ina maana gani? Maana yake kufuturisha, maana yake sasa unawalisha watu ambao walikuwa hawana uwezo, wewe uko na uwezo, alafu wewe ukawalisha wale watu. Tunasema kwamba sasa kuwalisha wale watu, tunasema kufuturisha, maana kumwapa chakula sasa wamekula. Sasa utaratibu huu hufanywa kwa lengo gani haswa? Imani kwamba kufuturisha inatakikana kwa utafute watu ambao ni dhaifu, wale ambao hawajiwezi, alafu kile kufuturisha wao kiimani, sasa unaona unapata fadhila kubwa. Sasa kumekuwa na gumzo kubwa linaloendelea katika mitandao ya kijamii, lakini mtaani kote wengi wakaenda mbali zaidi kulitazama swala hili kwa undani. Wanasema si vizuri tajiri kumfuturisha tajiri mwenzake, wakati wapo wenye uhitaji wanaotakiwa kufikiwa kipindi hiki cha toba. Swali langu, je, ni dhambi tajiri kumfuturisha tajiri mwenzake? Kidini ni kosa, kwa sababu pale unatakiwa uvune thawabu, lakini sasa unafuturia kumfuturisha mtu ambaye anacho. Ni kosa kwa sababu ile ina taratibu zake kidini. Na wewe unayefuturisha unatakiwa ufuturishe kwa sababu labda una changamoto ya kiafya, ndio maana ukufunga. Kwa hiyo unaruhusiwa ule, lakini uhakikisha unafanya nini? Unamfuturisha yule ambaye hajiwezi kabisa. Ila kwa wale ambao wanaenda kumfuturisha mtu ambaye anajiweza, unakuwa umekosea kimaadili ya dini, hujatenda haki. Kwa sababu hupati chochote kile ambacho unatakiwa ukipate kwa kumfuturisha mtu. Kwa sababu ukimfuturisha mtu ambaye hajiwezi, kuna thawabu unazozipata kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kile kitendo cha kwenda kumfuturisha mtu ambaye anajiweza inakuwa haipendezi, wala hujaenda kidini, umeenda tu kidunia. Ina maana kuweka tu tafuta kiki labda mtaani. Wetu wanasema kwamba bora sadaka, asema kumfuturisha ini iliyokuwa na njaa. Kwa ukifuturisha nini basi inakuwa ni bora sadaka. Mtu ana njaa, lakini yule mtu ambaye hana njaa akwenda kumfuturisha, ina maana unakuwa umefanya usanii. Sasa kabla sijamaliza nifunge na wewe, Ramadhani inaelekea ukingoni. Umejiandaa vipi na sikukuu za Idi? Hii ni kwa Waislamu tu. Wakristo bado ndo kwanza tunatakiwa kukaza mwendo.